Mtazamaji wa Global TV, kama tulivyokuambia hapo awali, tuko na Jelly Mulo, mmoja kati ya aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga zamani. Sasa hivi anafanya kazi nyingine. Tunafahamu yuko na taifa letu la Tanzania kwenye nafasi ya ukuu wa wilaya. Sasa hiki ni kipindi cha pili kwenye mechi ya Simba dhidi ya Berkane, ambapo Simba tayari wanaongoza kwa goli moja kwenye dakika 45 za mwanzo. Jelly Mulo, hebu tuambie dakika 45 za kipindi cha kwanza, fainali ya pili, kombe uwanjani, mchezo umeuonaje? Simba wanaongoza goli moja mpaka sasa hivi. Cha kwanza ni tempo ya mchezo. Tempo ya mchezo imekuwa juu sana kwa upande wa Simba, na wamefanya striking kama mara 4, na ndani ya striking 4, striking ya kwanza imezaa matunda, ya pili Mpanzu akapiga kichwa, bahati mbaya haikuwa riziki, ukatoka. Lakini kwa wenzetu wamefanya striking 3. Kati ya 3, 2 wamepoteza, moja amepiga kichwa ndani ya eneo kabisa la 18, ndani ya ile mid 6 wakakosa, akapaisha juu. Kwa hiyo mpaka sasa ukiangalia ball position, Simba anaongoza na Simba anafanya vizuri. Wameanza na pressing ya haraka ambayo tunaamini kipindi cha pili wakiingia na game plan hii ambayo mwalimu ameitengeneza, kupatikana kwa goli moja sio jambo la kushangaza, inawezekana. Ukiangalia pressing ya kuanzia kushoto ya Mutale imekuwa superb. Inside right ya Mpanzu imekuwa fantastic. Na Kapombe japo ni fullback lakini anakuwa anapanda moja kwa moja. Anakwenda namba 7, anaweka mashambulizi kati. Game plan ya mwalimu ni nzuri, approach ya mwalimu ni nzuri. Tunachohitaji ni kuona Simba wakipress zaidi, kuhakikisha pale kwenye 18 nafasi wanazozipata wanazitumia. Na of course nafasi zote kama ambavyo tumeongea mara ya kwanza, kati ya nafasi Simba ambazo wamezipata zote amezitumia vizuri. Goli alilokosa Mpanzu lilikuwa ni goli, amejaribu, ameattempt kweli, amepiga kichwa kizuri, kikadunda, kikatoka nje ya goli, ndani kabisa ya eneo ambalo it was a possible area to score kwake yeye. Na ukiangalia mpira huu ndani ya dakika 45 zijazo, kama Simba ataendelea na tempo hii, kwa sababu kumbuka Waarabu watakuja, watatumia muda mwingi sana kuanguka na kulala na kupoteza dakika, kwa sababu tayari wana advantage ya goli moja walilolipata kule kwa zile goli 2, na Simba ana advantage ya goli moja alilolipata hapa. Tunachotamani kuona ni Simba ikiendelea kupress ili langoni kwa Simba pasiwe na mashambulizi ambayo yanaweza akawapatia Waarabu goli la ugenini. Na goli la ugenini ni goli baya sana, lina double the score ambayo itapatikana. Kwa hiyo Simba wakiendelea na hii pressing, manake Berkane wote watarudi nyuma. Wakirudi nyuma, kwa hiyo watakuwa na yale mashambulizi ya kustukiza ya mara chache sana. Na kwa ukuta wa Yeriko ambao umetengenezwa na Simba, hatuna mashaka, na Chefon yuko vizuri sana. Kingine tunachoona ni mwalimu ajaribu kuhakikisha wachezaji hawarudishi mpira nyuma. Tumeshuhudia kwenye dimba la kati mipira mingi wachezaji wanashindwa kuisukuma mbele. Najua ni kwa sababu ya wingi wa Berkane kujaa golini, lakini kikubwa tunachohitaji ni kuona ile individual skills ya kila mchezaji, uwezo binafsi. Mechi hii itaamuliwa na uwezo binafsi wa kila mchezaji, sio combination ya timu. Yani ukiangalia timu zote ziko vizuri. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitaamua mchezo ni individual skills, uwezo wa mchezaji binafsi. Na tumeshuhudia uwezo wa Mukwala peke yake umekuwa ni wa kutisha. Uwezo wa Mpanzu, it's fantastic. Simba inamkosa mtu kama Pacome au Aziz Ki kuweza kuscore matokeo mengi zaidi. Lakini yote kwa yote dakika 45 zimekwisha, Simba akiwa amefanya vizuri sana. Na goli ambalo limefungwa ilikuwa ni move dhahiri nzuri sana. Budo amefanya yake, na pale ndio tunapotaka kuona uwezo wa mchezaji mwenyewe binafsi. Amepiga, amesukuma mpira, ukiangalia mpira ule alioupiga ni blockbuster ya ya mguu wa kushoto. Japo mpira ulikuja kwa mguu wa kulia, lakini yeye akaongeza tu uwezo wake binafsi, akausukuma kwa mguu wa kushoto ili kutengeneza possible engo ya kuscore. Na amefanya vizuri na goli limeingia, wote ni mashahidi. Hata mimi kiongozi wa Yanga, brother, kwa striking ile ya Mpanzu, kwa goli lile la Budo, nani hata shangilia? Tuweke tu ushabiki maandazi pembeni. That was a classic goal.
lilikuwa ni goli ambalo nje ya mapenzi yetu lazima unyanyuke ushangilie. Na tulichofanya sisi wapenda mpira, tunaojua mpira. Unajua kuna yule mtu anayejua mpira alafu kuna shabiki maandazi ambaye hajui A wala Z. Yani yeye yupo tu. Yani yeye akiona rangi ya njano tu anajua ni Yanga anashabikia, au akiona rangi ya nyekundu anajua ni Simba anashabikia. Lakini all in all, nataka nikuhakikishie, ongea na brother Eric Mashauri. Yani watu wanaweza kusema huyu ndio Jerry Mullo tunamjua sisi au amelogwa. Brother, mimi sina njaa. Mimi na maisha yangu brother. Niko shuleni sasa hivi nasoma. Nimekaa kwenye ukuu wa wilaya miaka 6. Nimekaa Yanga miaka 4 ya mafanikio. Nimekaa kwenye uandishi miaka 5 ya mafanikio. Sina njaa mimi. Mimi sio chawa. Mimi situmwi. Mimi natuma. Mimi brother na watu nimeajiri natuma. Kwa hiyo Jerry Mullo leo nataka kuniambia Simba imekufurahisha kiasi kile. Sio imenifurahisha, imewapa raha wa Tanzania. Nataka nikwambie tuondoe usimba na uyanga. Simba imetupa burudani kipindi cha kwanza. It is fantastic football. Nimeshangilia Eric, nimeshangilia kwa nguvu kubwa. Kwa sababu nisikilize, sisi watu wenye kila kitu duniani, sisi sio chawa. Unaelewa? Yaani sisi neno chawa nalirudia hapa. Nisikilize, sisi hatutumwi. Mimi natuma. Unajua wale wanaotumwa wale ndio wanaumia. Sisi ambao tunatuma hatuumii. Nataka nikwambie, mimi Yanga anitumi mtu. Hakuna mtu ananilisha, hakuna mtu ananivisha, hakuna mtu ananiongelesha chochote. Kwa sababu mpaka sasa hivi na miaka hii 45 nilionayo, nina uwezo binafsi wa kuishi. Nina mke na watoto wawili. Mtoto wa kwanza ni daktari, medical doctor. A medical doctor. Brother, mimi situmwi. Jerry Mullo, tumeona kipindi cha kwanza, nitarudi kwa brother Eric. Nimeona kipindi cha kwanza, lakini tumeona jinsi ambavyo goalkeeper wa Simba kuna baadhi ya makosa yanajirudia. Kwa mfano mpira ambao ulikuwa umeenda pembeni, akapiga pasi ambayo inarudi tena ndani na mkuta nusu imkute mchezaji wa Berkane. Labda unalipi la kuzungumza kuhusiana na kipa wa Simba? Ni makosa yale yale ambayo amekuwa akifanya nyakati zote. Utakumbuka hata goli la pili alilofungwa kwenye first leg ilikuwa ni moja ya uzembe wake. Tumecheza Simba na Yanga, goli alilofungwa ni hilo. Alichukua mpira akamtemea mtu akasukuma. Kwa hiyo ni makosa ambayo kipa ana mazuri yake mengi sana, makubwa sana, na ameisaidia sana Simba. Lakini moja kati ya madhaifu yake ni unauokoaje mpira, unaupeleka wapi, kwa wakati gani na kwa muda gani. Nadhani ndicho kitu ambacho pamoja na ubora wa kipa alionao, bado tunadhani anahitaji kufikiria zaidi kwenye maeneo ya hatari, anaupeleka wapi mpira. Na hili nadhani ni kitu ambacho goalkeeper wa makipa yule kocha wa makipa anahitaji sana kulitengeneza kwa Kamala. Ni goalkeeper mzuri sana, lakini kinachomsumbua hajui mpira huu ni upeleke wapi kwa wakati gani. Lakini ni goalkeeper ambaye ameshajitengenezea comfort zone. Na kwenye maisha ukishakuwa na comfort zone ni hatari sana. Kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye kila kitu. Anatakiwa awe ni goalkeeper ambaye saa zote anaona ni hatari golini mwake. Na ukishakuwa na kipa ambaye anaona ni hatari golini kwake muda wote, maana kila mpira atafanya a proper clearance. A proper clearance ni ile clearance ambayo unaitengeneza, unaondoa mpira kwenye eneo lako, unakwenda mbali zaidi ya eneo lako. Kwa sisi football legends tukisema a proper clearance, nadhani wataungana na mimi wadau wa mpira kujua kwamba tunahitaji kipa wetu wa Simba awe na namna ambayo anaweza akaiondoa mipira ya hatari pasipo kutengeneza shida kwenye eneo letu hili. Jerry Mullo amezungumza hapa kuelekea kipindi cha pili. Kakangu, nadhani Simba wafanya nini kutafuta goli la pili, ikiwezekana kutafuta goli la tatu la ushindi na wakanyanyua makwapa? Yeah, of course kipindi cha kwanza Simba wamejitahidi kucheza vizuri pia, lakini nimeona challenge ilikuwa ni back pass. Wamepiga pasi nyingi za kurudi nje, za kurudi nyuma, baada kupiga pasi za kupress, kuongeza mashambulizi mbele. Kwa hiyo natakiwa mwalimu labda washauri tujaribu kubadilika, tucheze pressing pass za kwenda mbele, za kushambulia, kupeleka mashambulizi kwa adui kuliko kurudi nyuma, then tutapata magoli hata mawili. Naona magoli hapo. Hata nafasi ya wazi kabisa, anapiga kichwa kinapaa juu. Unaizungumziaje nafasi hiyo ambayo Simba ingekuwa labda saizi wanaongoza kwa goli mbili? Yeah, amepiga kichwa, kile kichwa bwana, amepiga Kapombe. Nafikiri amepiga na pua badala ya kichwa. Kwa sababu umepiga chini, alafu ukapanda, mpira ukapanda juu. Amepiga na pua, au kama sio pua alipiga na mdomo nafikiri. Hiyo ni mambo ya kimpira.
kama ulivyoona wao Bakane nao wamefika golini, mtu amepiga kichwa pale pale golini kikaenda juu. Kwa hiyo ni masuala ya mpilani. Ni masuala mpilani, lakini kakaangu hapa anamalizia kwa kutuambia, hebu tuambie kipindi cha kwanza kimeisha, Simba wanaongoza goli moja. Unadhani Simba afanye nini kuitafuta goli la pili, ikiwezekana goli la tatu? So far so good, hatuna shida sana. Ni speed tuendelee hivyo hivyo, lakini kwa macho yangu inaonekana Bekane washasalimu amri. Kwa macho yako? Kwa macho yangu hamna tena mashambulizi, na wakienda mbele ni kwa kuvizia, na wakivizia sio kwa umakini. Kwa tafsiri yake kama vile mtu anakumchinja kashapiga magoti. Ni sisi kuongeza umakini. Na wachezaji walichoka, lakini tutakaporudi ile energy ya dakika 20 za mwanzo nategemea kuiona tena kwa Simba. Watarudi na energy hiyo. Tupige goli lingine alafu za dakika za mwisho tukamalize biashara. Anasema tupige goli jingine, dakika nyinginezo tukamalize biashara. Bado tuko hapa kuhakikisha kwamba nakuletea uchambuzi wa moja kwa moja. Tukutane kipindi cha pili. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, nyuma kamera anaitwa Evans. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.